إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل جلاله، فإن تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى nakumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuhusieni juu ya jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ya ikhwani, hakika kumcha Allah tabaraka wa taala huu ndio wasia wa Allah tabaraka wa taala kwa waliotangulia kabla yetu, kadhalika ndio wasia wa Allah tabaraka wa taala juu yetu aliposema Allah tabaraka wa taala: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, kwa hakika tumewahusia wale ambao tuliwapa kitabu kabla yenu, alyahudu wan nasara, kadhalika tunakuhusieni nanyi juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Ayuha an-nasu ibadallah, hakika Allah tabaraka wa taala an'amna bi ni'amin kathira, ametuneemesha Allah tabaraka wa taala kwa neema nyingi, hatta qala jalla wa ala: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mpaka kafikia hatua akatwambia Allah tabaraka wa taala kwa ule wingi wa neema alizotuneemesha sisi katika ulimwengu huu, alifikia hatua kutwambia Allah tabaraka wa taala: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa mtataka kuhesabu neema za Allah juu yenu, ikiwa mtataka kudhibiti neema za Allah juu yenu, basi fahamuni ya kuwa hamtaweza kuipata idadi yake kwa zile neema na wingi wa ni'ami za Allah tabaraka wa taala juu ya nafsi zetu. Ayuha nnasu ibadallah, hakika Allah tabaraka wa taala katuumba sisi katika ulimwengu huu kwa lengo maalumu, lengo ambalo katuambia ndani ya Qur'an kwamba katuumba sisi kwa lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hakika sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa ni kwa lengo moja tu la kuniabudu mimi peke yangu. Hivi ndivyo ambavyo atuambia Allah tabaraka wa taala, na ndiyo malengo ya wanadamu kuletwa katika ulimwengu huu.
na yale yote ambayo tunayapata katika ulimwengu katika riziki za Allah tabaraka wa taala ni ili kutufikisha katika lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Hili ndiyo lengo la wanadamu kuletwa katika ulimwengu huu. Yaliyofuatia baada ya hapo yamekuja kwa lengo la kumfikisha mwanadamu katika lengo hili la kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Allah tabaraka wa taala akatuletea neema nyingi ili kutufikisha katika lengo la kumwabudu, na miongoni mwa neema kubwa sana ambayo Allah tabaraka wa taala ametupa kama hiba ni ni'matul amni ya ibadallah, kwa sababu neema ya amani ni miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah tabaraka wa taala ameutunuku umma wa Muhammad kwa lengo la kufikia lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ma'al khawf, pamoja na khawf wal ju' hakuna ibada. Mahali palipokuwa na khawf watu hawezi kumwabudu Allah tabaraka wa taala kikweli. Ndio maana utaona katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta kitu kinaitwa salatul khawf, sala ambayo inabadilika utaratibu wake kwa sababu ya kupatikana vita. Masahaba katika khawf au Waislamu wapo katika hali ya khawf, utaratibu wabadilika kwa sababu katika hali ya khawf ibada, lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala halitimii kisawasawa. Ayuha nnasu ibadallah, hakika ni'matul amn, neema ya amani ni miongoni mwa neema ambazo al-anbiya, manabii wa Allah tabaraka wa taala, mitume ya Allah tabaraka wa taala ihtammu bihadhihi an-ni'ma, walitilia umuhimu sana neema hii. Undhuru abina Ibrahim alayhi salam, mtazamani baba yetu Ibrahim alayhi salam alipoingia katika mji wa Makka, jambo la kwanza kuomba katika mji wa Makka aliombea al-amn. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balad amina warzuq ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billah wal yawmil akhir. Ibrahim alayhi salam atunukulia Allah tabaraka wa taala alipofika katika mji wa Makka. Allah anasema wa idh qala Ibrahim, pindi aliposema Ibrahim rabbi ij'al hadha albalad amina, ewe Allah ujalie mji huu wa Makka uwe ni mji wa amani. Kisha baada ya hapo anauombea riziki baada ya kuombea amni, warzuq ahlahu min athamarat man amana minhum billah wal yawmil akhir. Kisha waruzuku watu wake, watu wa mji huu, wape riziki mbalimbali katika matunda walioamini miongoni mwao, baada ya kuomba al-amni. Kisha anaomba ar-rizq. Wanasema ahlul ilm kwa sababu mwanadamu la yumkin an yatamatta, hawezi kustarehe na riziki za Allah tabaraka wa taala fi hali al-khawf, katika hali ambayo hakuna salama. ndio maana Ibrahim alayhi salam alianza kwanza kumwomba Allah tabaraka wa taala bi amri al-amn, kwa jambo la amani. Ayuha nnasu ibadallah, Allah tabaraka wa taala anawakumbusha Makuraish katika mji wa Makka kipindi ambacho Makuraish walikuwa na amani katika mji wao, wal arab haula al-madina haula Makka, na Waarabu wengine katika pambizo ya mji wa Makka wakiwa katika hali ya mapigano makubwa. Allah tabaraka wa taala anawakumbusha, awalam yarau anna ja'alna haraman amina fayutakhaffafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minun wa bi ni'mati llahi yakfurun. Allah tabaraka wa taala anawaambia watu wa Makka, hivi hawaoni kwamba sisi tumeujalia mji wa Makka kuwa ni mji wa amani, katika hali ambayo wengine katika pambizo ya mji wa Makka wakipigana wao kwa wao. Afa bil batil yu'minun wa bi ni'mati llahi yakfurun. Je, baada ya kuwapa amani na kuwapa salama wanaabudu vilivyokuwa batil na wanaikufuru neema ya Allah tabaraka wa taala, kuonesha ya kuwa neema ya Allah ya al-amn yajibu an nashkurah, tuna haki ya kuishukuru neema ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnasu ibadallah, Allah tabaraka wa taala katika sura Ma'ruf anawakumbusha Makuraish kadhalika pale ambapo walipoacha kumwabudu Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa Allah kawaruzuku neema ya amni
wakaelekea kwa visivyokuwa Allah tabaraka wa taala. Allah anasema falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kwa nini wasimuabudu Mola wa nyumba hii ambaye at'amahum min ju'in, amewapa chakula na akawalisha katika hali ya njaa, walikuwa katika hali ya riziki, kadhalika wa amanahum min khawf. Na kwa nini wasimuabudu Allah ambaye amewapa amani kutokana na hofu? Ayuha nnasu ibadallah, amani ni jambo ambalo Uislamu wetu umetia mkazo sana katika jambo hili, bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika sunna zake min hadithi sahih يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. yule ambaye asbaha minkum aminan fi sirbi, atakayeamka akiwa na amani katika familia yake, katika iyali yake, akawa na salama, muafan fi jasadihi, tena akiwa na hali ya afya katika mwili wake, walahu qutu yaumihi, hali ya kuwa ana chakula siku hiyo, pengine kesho yake, pengine wiki yake inayokuja, hajui atakula kitu gani. Lakini leo Allah tabaraka wa taala ameamsha katika hali ya amani, akiwa na siha njema na akiwa na chakula siku hiyo. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema, fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, mtu huyu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote na pembe zake zote. in dalla ala shay'in yadullu ala ahmiyati al-amn ya ibadallah. Hadithi hii kitufahamisha jambo, yatufahamisha juu ya umuhimu wa amani katika miji ambayo wanaishi Waislamu, kwa sababu al-amnu ndiyo utimilifu wa maisha ya mwanadamu, bali ndiyo sababu ya kufikia lengo la kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Na kinyume chake, hali ya khaufu, hali ya vita na mengineyo ni sababu ya watu kukosa salama ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. aqulu ma tasma'un walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. أيها الناس عباد الله، enyi watu waje wa Allah, hakika sisi tumeamrishwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema zake, kadhalika tumekataza kuzikufuru neema za Allah tabaraka wa taala. Na miongoni mwa kuzishukuru neema za Allah tabaraka wa taala, wala siyama ni'matul amni, na hasa neema ya amni, ni kuhifadhi neema hii na kutokuipoteza neema hii na kumhimidi Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnasu ibadallah, haya maneno tuyazungumza la'allakum la tash'urun, huenda msihisi maneno haya, kwa sababu ni'matul amn la yash'uru illa man faqada. Neema ya amni hawezi kuihisi neema hii isipokuwa yule ambaye tayari ameshaipoteza neema hii. Ayuha nnasu ibadallah, hakika miongoni mwa vitu ambavyo vyaweza kuiondoa neema ya amni, bali huhesabika vitu hivyo, ni kufuranu neema, ni kuikufuru neema ya Allah tabaraka wa taala aliyotupa sisi, neema ya amni na salama katika miji ambayo sisi tuishi. Miongoni mwa vitu ambavyo vyahesabika kwamba wewe umeikufuru neema ya amni ni kufanya mambo ambayo yanaweza kuiondoa neema hiyo. Na miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kuondoa neematul amni, as-sabbu wash-shatmi wal-la'ni liulati al-umur, ni watu kuwa na utaratibu wa kutukana, kulani na kuwasema vibaya watawala ambao wametawalishiwa mambo yao.
Ayuha nnasu ibadallah, hakika sisi Waislamu tunayo misingi madhubuti ambayo imewekwa na sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu sheria ya Kiislamu ni salihatun fi kulli zamanin wa makan, ni yenye kusilihi kufanya kazi katika nyakati zote na mahali popote. Hakuna jambo ambalo lina maslahi ya mwanadamu la fi dunia, si katika dunia yake wala akhira yake, illa bayanahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa kaliweka wazi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kayaweka wazi ni msingi huu wa ta'atu ulati al-umur, kwa sababu isyanuhum, kuwaasi watawala, ni sababu ya safki dima, ni sababu ya izalati al-amni, ni sababu ya kumwaga damu, ya kuondoka amani katika miji. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Umar inda shaykhain anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wa at-ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'siyah fa in umira bima'siyah fala sam'a wala ta'a. Huu ni msingi madhubuti katuwekea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema ni haki ni haki ya kila Muislamu as-sam'a wa at-ta'a, kuwa msikivu na mtiifu kwa mtawala wake, fima ahabba wa kariha, kwa mambo ambayo wanayafanya watawala yanayompendeza na mambo ambayo wanayafanya watawala yasiyompendeza, ni wajibu juu yake kuwasikiza na kuwatii. Illa an yu'mara bima'siyah, isipokuwa pale ambapo watawala wataamrisha maasiya ya kumuasi Allah tabaraka wa taala. Fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'a, ikiwa viongozi wetu watatuamrisha kumuasi Allah tabaraka wa taala, hata kama itakuwa ni dhambi ndogo kiasi gani, hatutakii kuwatii katika hilo. Lakin fi ghairi ma'siyati Allah wajaba ta'atuhum, katika lisilokuwa maasi ya kumuasi Allah ni wajibu kuwatii watawala, hata kama wanayoamrisha pengine yanakukera. Mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ni wajibu juu yako. Siku moja mmoja katika masahaba, Yazid ibn Salama al-Ju'fi, alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, araaita in qamat alaina umara, unaonaje ikiwa sisi tutatawalishia watawala, ikawa viongozi ni watawala ambao yasaluna haqqahum, wao wanatuomba sisi haki zao, wakija kwetu wanatuomba haki zao, sisi twawapa, wayamnauna haqqana, lakini wao wanaziwia haki zetu. Fasakata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akanyamaza kimya. Fasalahu maratan thaniya, Yazid ibn Salama akamuuliza tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, waonaje wakija watawala ambao wao watakuwa wakituomba sisi haki zao tuwape, lakini wanaziwia haki zetu, kwa maana wanadhulumu sisi haki zetu? Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tuadduna haqqa alladhi alaykum, nyinyi mnatakiwa mtekeleze ile haki ambayo iko juu yenu ya as-sam'u wa ta'a. Was'alu Allah alladhi lakum, kisha muombeni Allah tabaraka wa taala yale ya kwenu ambayo wao wamekuponyeni. Ndugu zangu katika imani, tuamini ya kuwa pengine baadhi ya watawala hawafanyi haki kisawasawa na wanacha kujibu mbele ya Allah tabaraka wa taala, lakini wajibu wetu sisi kama raia, katika kipindi ambacho watawala wetu twaona wanafanya dhulma, juu yetu ni kutekeleza wajibu wetu. Ndio maana Mtume akatuambia, tuadduna haqqa alladhi alaykum, nyinyi tekelezeni wajibu wenu, na wajibu wetu ni kuwasikiza na kuwatii katika maarufu, katika yale mema wanayotuamrisha, yasiyokuwa maasi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia hatua kusema, isma' wa ati', wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Kana kwamba hadithi hizi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha uoga, atufundisha nidhamu ya kuogopa watu, lakini hii ndio hakika ya mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, wasikilize watawala na uwatii, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, hata kama utapigwa mgongo wako wakazichukua mali zako, Mtume akwambia sikiliza na utii. Na huu si unyonge, kuna kitu kimechungwa, kwa sababu katika Uislamu kuna kitu kinaitwa taqdiru
almasalih walmafasid, na daru almafasid ni muqaddama ala jalbi almasalih. Kuondoa madhara makubwa ni kitu ambacho hutafutwa zaidi kabla ya kuleta maslahi. Leo ukimwasi mtawala ukafanya vurugu mbalimbali, nini kitatokea baada yako na familia yako? Walwaqi khairu shahid, na uhalisia ni shahidi aliyekuwa bora. Nyinyi mnafuatilia ulimwengu, nchi ambazo zimeingia katika harakati za kudai kwamba wao wanadai haki zimeingia kwenye hatari kubwa. Ukiangalia nchi ambazo zimeingia kwa kigezo ambacho watu wanakiita demokratia, kitu ambacho kimeingiza watu katika majanga makubwa, kitu kinaitwa demokrasi, uhuru wa kuzungumza. Waweza wewe ukazungumza chochote mbele ya baba yako, ukazungumza chochote mbele ya mtawala wako, kwa sababu kuna kuna uhuru wa kuzungumza. Katika Uislamu hakuna uhuru wa kuzungumza. Mzazi atapewa haki yake, si kwa sababu mzazi hajaleta unga nyumbani, kwa sababu una uhuru wa kuzungumza umtukane mzazi wako. Uislamu hujafundisha hivyo. Si kwa sababu mtawala wako hajakuletea bomba nyumbani kwako, kwa sababu una uhuru wa kuzungumza umtukane mtawala wako. La, bali watawala wananasihiwa kwa utaratibu ambao ameuweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Undhuru ya ibadallah, angalieni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yenye hikma na busara. Anasema, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadihi waliyakhlu bih fa in sami'a minhu fadhaka. Yule ambaye anataka kumpa ushauri mtawala, anataka kumnasihi mtawala kwenye makosa anayoyafanya, nini yafanye? Asimame katika mimbar au aende katika YouTube na Facebook na kwingineko kutukana? Mtume anasema la, fala yubdihi alaniya, asidhihirishe makosa yake mbele za watu. Leo watu watukana hadharani watawala wao ambao Allah tabaraka wa taala wallahu alayhi. Mtume anasema wala fala yubdihi alaniya, asidhihirishe makosa yake, bal falyakhudhu biyadihi, au kamate mkono wake, waliyakhlu bih, na akae naye faragha, amnasihi. Fa in sami'a minhu fadhaka, ikiwa mtawala atasikiza nasaha zake, basi huo ni wajibu tayari, ndio jambo ambalo lilikuwa linatakiwa mtawala asikize. Wa illa, ikiwa mtawala amekataa nasaha zako, usiende kufanya maandamano ndugu yangu. Mtume anasema kana qad adda, huyo atakuwa ametekeleza jambo ambalo yeye ilikuwa ni wajibu juu yake. Wajibu wako ni kumnasihi, si kukubali yeye atakavyo na Mola wake, lakini wajibu wako ni kumnasihi mtawala kwa siri. Sasa leo tuwaona watu ambao hizo fursa za kwenda kuwanasihi watawala wanazo, na wakati mwingine wakiitwa katika maofisi yao ili wawape ushauri, badala yake wanakwenda kusifia badala ya kutoa ushauri na saha za kweli. Lakini wakitoka huko wanakuja kuleta shihna na tashwishi baina almuslimin. Ayuha nnas ibadallah, hakika Uislamu wetu na mafunzo madhubuti, na Uislamu wetu haukubali jambo la uvunjifu wa amani. Na tukisema hivi ina maana kwamba kuna watu fulani wanawatumia watu kuhamasisha al-amni. Hili ni jambo lenye asli ndani ya kitabu cha Allah, bali ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyinyi hamjaona watawala waliofanya ufisadi katika ardhi. Ukisoma tarehe ya Kiislamu utakutana na watawala ambao wamefanya fisadi katika hii ardhi. Ukiangalia katika daula Abbasiyya, kuna bwana mmoja anaitwa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Huyu bwana alifikia hatua kwa ile jabaruti yake, anaingia msikitini mathalan, anakuta watu wamejaa msikiti, anasema vichwa vyote vimewiva hivi kwa ajili ya kuchinjwa, anawachinja wote. Pamoja na hivyo, at-tabi'in wanawanasihi watu wawe wasikivu na wawe na sabr, wao wasikivu na mtawala wao. Ilifikia tu baadhi ya wanaochoa wanasema, lau kama kila umma ungekuja na waovu wao, sisi tukaja na muovu wetu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, tungewashinda nyumati zote kwa waovu wao, ule uovu walikuwa nao mtawala huyo. Lakini ahlul ilm min at-tabi'in walikuwa wanasihi watu kuwa wasikivu na watiifu kwa watawala. Mkisoma tarehe ya al-Imam Ahmad, mihna ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, na mtawala Ma'mun, mateso aliyopata al-Imam Ahmad, tena anateseka kwa sababu ya dini, kwa kusimamia kauli itikadi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
ya kudai kama Qur'ani ni kalamullah ghairu makhluq, mtawala anamuadhibu kwa sababu ya kuitakidi jambo la dini. Lakini alimamu Ahmad anafatwa na wafuasi wake, je, imamu, tusimtokee mtawala huyu tukamtoa? Je, tusimuasi mtawala huyu? Anasema Allah fi dima'il muslimin, tahadharini na damu za Waislamu. Leo tumefanywa yepi makubwa, tukaingizwa katika mkenge wa wanasiasa ambao kikubwa wanachopigania ni maslahi yao, wakidai kwamba wanadai haki za Waislamu. Ayuha nasu ibadallah, hakuna kafir ambaye anaweza kudai haki ya Muislamu abadan. Walan tarda anka alyahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna huda Allahi huwa al-huda wala in ittaba'ta ahwaahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Hivi ndivyo ambavyo atuambia Allah tabaraka wa taala, hawatakuwa radhi Mayahudi na Manasara mpaka nyinyi mfate mila zao. Wala in ittaba'ta ahwaahum, na Allah atuambia lau kama nyinyi mtayafuata matamanio yao wanayotaka, mkaingizwa katika mifumo yao, basi hamtakuwa na kunusuru mbele Allah tabaraka wa taala. Leo Waislamu tumefanywa kama bendera kufuata upepo. Kila anayekuja na ajenda zake ambazo anazijua yeye, sisi tuingizwa, tukaacha miongozo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hizi hadithi tulisoma, haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi nyingi katika hizi hadithi fi sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, la shaka fi dhalik. Lakini tunasihiana katika hili, wanapatikana watu kwa dhana zao chafu wakidai kwamba watu hawa wanazungumza haya wanatumika. Lakini wallahi wa billah hatuzungumza illa lillah, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na salama katika miji yetu, kwa sababu lengo letu sisi ni kumwabudu Allah. La tuzahimu ahla dunya fi dunyahum, msisungamane na watu wa dunia katika dunia zao, acheni wapambane. Sisi lengo letu sisi ni akhira. Ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu lil kafir, hakadha yaqul nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo mtu anakuja anakushawishi uandamane kwa sababu unga umepanda bei. Ya ibadallah, fahamuni ya kuwa mmoja katika salaf anasema a'malukum ummarukum, matendo yenu mnayoyatenda ndio watawala wenu. Mtaletewa mfano wa matendo mnayoyafanya. Kwa nini? Wakadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'd bima kanu yaksibun. Allah tabaraka wa taala atuambia, kwa hakika tutawatawalisha juu yenu madhalim na mafisadi, juu yenu madhalim kwa yale mnayotenda kwa mikono yenu. Kwa mkiona watawala wenu ni waovu, fahamuni ya kuwa ni sababu ya chumo la matendo yenu. Rudini kwa Allah tabaraka wa taala. Katika kipindi cha Yazid, kama sisahau, mmoja katika at-tabi'i anamwambia Yazid, kwa nini usiwe mtawala kama Umar na Uthman? Akamwambia, kabla msijawa mtawala kama Abu Bakar na Umar, na nyinyi kwanza kuweni kama raia Abi Huraira radhiallahu ta'ala. Haiwezekani nyinyi muwe watu waovu mpate mtawala salih, lianna watawala wanatoka katika jamii yetu. Leo jamii imekithiri wizi. Ukiaminiwa kwenye kibanda cha mtu utaiba, ukiaminiwa kwenye pikipiki ya mtu utamuibia, ukiwa katika ofisi fulani utaiba, kwa sababu ni jamii ya wizi. Watarajia nini mtawala ambaye amekabidhiwa benki kuu? Nini atafanya ikiwa wewe ukipewa duka la mtu la milioni 1 utaiba mpaka uache elfu 50? Ikiwa wewe ni daktari mathalan, utawaibiwa wagonjwa mpaka. Watarajia nini mtu ambaye amekabidhiwa hazina ya pesa? Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Aliwataja watawala hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam, satakunu ba'di atharatun, watapatikana baada yangu watawala ambao watakuwa wanajipendelea wao na wenza wao, kila anachokipata kwa ajili ya familia yake. Kama ni ajira atapewa ndugu yake. Alituambia haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa umurun tunkirunaha, na mtaona mengi ambayo watawala wanayafanya nyinyi hamyaridhii. Faqalu famadha ta'muruna ya Rasulullah, man adrakna minna dhalik, watuamrisha nini ewe Mtume Allah ikitokea mmoja wetu amediriki zama za watawala hao?
watawala ambao wanajipendelea wao na familia zao. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, isma'u wa ati'u, sikilizeni na mtii, fa innahum ma humilu, kwa sababu wao wana haki ambazo wamebebeshwa na Mola wao, na nyinyi mna wajibu ambao mmebebeshwa na Mola wenu. Ayuha an-nas ibadallah, hakika tusipite katika ajenda za watu, tufahamu ya kuwa sisi ni Waislamu na tunayo miongozo thabiti kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masala ya mudhaharat, masala ya maandamano, laysat min dini Allah tabaraka wa taala, si katika sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqad udhiya, aliudhiwa mtume sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, katika mji wa Makkah. Lam yathbut anhu annahu, haijathibiti kama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya maandamano kudai haki zake, kwa sababu kudai haki kwa maandamano si katika mila ya dini ya Allah tabaraka wa taala, bali innaha min milal al-kafira, ni katika mila ya kikafiri na madhara yake ni makubwa ya ibadallah. Fahamuni ya kuwa ndugu zangu katika imani, haifai kwa Muislamu, haitakikani kwa Muislamu illa an yuqtala bidinillah, haifai kwa Muislamu kufa, kupigwa, ila apigwe kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Ni maana Allah tabaraka wa taala anasema, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sisi taruhusiwa kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Ni haram kuipigania siasa, ni haram kupigania demokrasi. Idha mitta ala dhalik, ukifa katika hali hii ya ibadallah, una cha kujibu mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ukivunjwa mguu katika hali hiyo, utaenda kueleza mbele ya Allah tabaraka wa taala, sababu hakuna kovu katika mwili wa mwanadamu ila taulizwa mwanadamu mbele ya Allah tabaraka wa taala, alipataje kovu hilo. Tusife kwa sababu ya siasa, tusife kwa sababu ya demokrasi, tufeni kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna ambaye tutakayemweka atakuwa ni bora kuinusuru dini ya Allah katika mfumo huu tuliokuwa nao sasa. Wote ambao tutakaoweka ni kwa maslahi yao na familia zao, hakuna maslahi kwa Muislamu hata mmoja. Ni mara ngapi Waislamu wamedai haki zao za msingi katika nchi hii? Hakuna mwanasiasa, hakuna askofu, hakuna pasta aliyesimama kuwasapoti Waislamu katika haki zao. Ni mara ngapi? Ni mara ngapi Waislamu wamepigwa katika maeneo mbalimbali? Hakuna mkatoliki mkadha wa kadha aliyesimama na Waislamu. Leo inakuweje wasimama na ajenda za watu, tukidai kwamba tunadai haki na tukiambiwa hakuna amani bila haki? Mtume wetu katuambia, hata kama utadhulumiwa mali zetu, muda kuwa huyo ni mtawala, usikize na mtii, kwa sababu ukimuasi madhara yake ni makubwa, na wanaodhurika ni watoto, wazee na wanawake. Tapiga mabomu hapa, tutakimbizana, kila mmoja ataingia mlimani, wengine Kagongo wapi, lakini watoto ambao wasiojiweza ndio wanaodhurika wa mwanzo. Na hakuna sehemu, ndugu zangu, waliingiza fikra hizi za kudai uhuru wa demokrasi, kwa vurugu hizo wakapata salama. Nyinyi mnafahamu watu wa Libya hali waliokuwa nayo sasa, ni miaka 13 takriban tangu kuuliwa Muammar Gaddafi, lakini leo shari iliyoko pale, lakini walitiwa maneno wakiambiwa hamna uhuru wa kuzungumza, hamna uhuru wa waandishi wa habari, hakuna uhuru wa kadha. Wakaingia barabarani, fakharabu diyarahum, wakaiangamiza miji yao. Leo Libya wote wanajuta, bali ilikuwa nchi ya Libya kwa maisha waliokuwa nayo raghadatul aish, hata baadhi ya nchi za Ulaya hawafiki. Lakini wao hasadan min indi anfusihim, wakatia chokochoko, wakaiunguza Libya. Wakafanya hivyo Algeria, wakafanya hivyo Syria na miji mingine mwenyewe mwaijua. Walidai demokrasi, madhara yake ni makubwa sana. Ayuha an-nas ibadallah, tumwogopeni Allah tabaraka wa taala na tusife ila tufe katika hali ya Uislamu sahihi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان ولا سيما في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه